Bwana Yesu asifiwe. Ninakukaribisha tena katika somo letu la siku ya leo. Moja ya maswali ambayo watu wengi wanajiuliza, ikiwa ni pamoja na Wakristo wengi wanajiuliza, ni kwa nini Mungu huwa anaruhusu wapite njia ndefu wakati anao uwezo wa kuwapitisha kwenye njia za karibu. Unaweza ukakuta katika maisha yako wewe ni mhanga, umekustruggle tu kupata kitu ulicho nacho sasa, umetumia muda mrefu sana. Na kuna wengine huwa wanapitia misukosuko mingi sana kabla hawajajipata. Lakini hiyo haimaanishi kwamba Mungu huwa anakuwa haoni au Mungu huwa anakuwa amenyamaza kwa sababu anakukomesha. Hapana. Leo Mungu ameniandaa kwa ajili ya kukuletea ujumbe. Kwa nini unachelewa kufika kwenye hatima yako? Kwa nini huwa unapita njia ndefu? Kwa nini Mungu huwa anaruhusu upite njia ndefu wakati anao uwezo wa kukufikisha unakotakiwa kufika kwa wakati? Mpaka tukatengeneza na wimbo wa Kristo, njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu, cha kutumaini sina. Sasa haya mambo yote nitakayokufundisha leo yanahusika na theolojia ya kwa nini wewe haufanikiwi haraka katika eneo ambalo unafikiri unatakiwa kuwa umeshafanikiwa mpaka sasa. Sasa tunao watu wengi ambao wana vitu vizuri. Wengine wana huduma kubwa nzuri sana. Kuna wengine ni waimbaji wazuri sana. Lakini kuna wengine ni wahubiri, wengine ni walimu, wengine ni mitume na manabii wakubwa. Lakini kuna wengine wafanyabiashara wazuri sana. Wengine ni watumishi wazuri sana katika eneo la siasa. Wengine wana vipaji mbalimbali vizuri sana. Lakini shida ni kwamba hawa watu waliwahi kusikia kwamba Mungu huwa anaweza kuwasaidia watu kuweza kuvuka viwango na kuwafikisha katika nchi ya ahadi zao au katika hatima zao. Shida ni kwamba kwa nini wanachelewa kufika pale wanapotakiwa kufika? Kwa nini unachelewa kufika kwenye hatima yako? Hilo ndio swali la msingi ambalo leo naenda kukufundisha na tunaenda kulijibu. Sasa tuanze kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 13 mstari wa 17. Tuanzie hapa. Kitabu cha Kutoka sura ya 13 mstari wa 17. Biblia inasema hivi: ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuwaacha watu hao waende zao, Mungu hakuwaongoza kwa njia ya nchi ya Misri, ijapokuwa ilikuwa ya karibu, maana Mungu alisema wasije wakagairi watu hawa hapo watakapokutana na vita na kurudi Misri. Nadhani sasa umeanza kupata ABC. Angalia, kulikuwa na njia ambayo ilikuwa ni ya jirani. Wakati Mungu ameshawatoa wana wa Israeli kutoka Misri, kulikuwa na njia ya mkato ambayo angeweza kuwapitisha wana wa Israeli na wakajikuta wanapita na kufika Kanaani kwa urahisi sana, hata wasipoteze muda. Lakini Mungu akawazungusha njia ya bara ambayo ilikuwa ni ndefu sana. Swali ni kwa nini? Jibu linakuja. Mungu alisema wasije wakagairi watu hawa hapo watakapokutana na vita na kuamua kurudi Misri. Okay. Sasa utaniuliza swali, kama Mungu ndiye ambaye kuna sehemu aliwahi kusema kwamba mimi nitawapigania na nyinyi mtanyamaza kimya. Tafsiri yake ni kwamba hata hapa alikuwa na uwezo wa kuwapitisha kwenye hii njia ya Wafilisti hata kama kuna vita, alafu akawapiganie wakati wao wamenyamaza kimya, alafu wapite salama waendelee na safari. Kwa nini Mungu hakuteki option ya kwenda kuwapigania, lakini aliruhusu awapitishe kwenye njia ndefu? Kwa sababu tu aliona hawa watu nikiwapitisha pale watakutana na vita na wataamua kurudi Misri. Sasa hili ndio swali la msingi ambalo ukilielewa, kuanzia hapo maisha yako yatabadilika. Haleluya, haleluya. Ni kitu kigumu, lakini nataka leo mpaka tuelewe katika jina la Yesu. Okay, sasa unadhani Mungu anashindwa kukufikisha wewe kwenye hatima yako saizi? Unadhani Mungu anashindwa kukufanya wewe kuwa viral leo? Kwa sababu wewe ni mwimbaji wa siku nyingi, na Mungu anaweza tu akafanya wimbo wako mmoja tu akautoa ukaenda viral, ukashangaa dunia nzima imekufahamu kwa siku moja. Unadhani ni kwa nini Mungu hakuachilii wewe uende? Lakini kuna watu ambao ukiwaangalia, ukijipima na wewe, unakuta kabisa umewazidi uwezo mbali sana. Yaani wewe una content ya kutosha, lakini kuna mtu ambaye hana hata content ya kutosha, ila tu ameshaenda sana. Mungu amemwachia aende. Do you think why? Hilo ni swali la msingi sana ambalo kama ukilijua
litakusaidia sana kuweza kujua nyakati na majira ambayo unatakiwa kupita ili uweze kufikia kwenye hatima ambayo Mungu amekuandalia katika huduma, katika maisha yako na katika kila kitu. Sasa nataka nikufundishe vitu vya msingi. Kuna vigezo ambavyo Mungu huwa anavitumia ili aweze kumwachilia mtu. Mungu huwa hataki kuzaa mapooza. Kati ya kanuni za kimungu ni kuto kuzaa mapooza. Mungu hazaagi mapooza. Kwa hiyo kila mtu ambaye anamwachilia aende lazima awe na nguvu. Biblia inasema tangu siku za Yohana Mbatizaji mpaka sasa, ufalme wa Mungu hupatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio wanaoteka. Ishu ya ufalme wa Mungu unahitaji violence, mijitu yenye nguvu. Ishu ya ufalme wa Mungu, ishu yoyote, agenda yoyote ambayo inahusu ufalme wa Mungu kikweli kweli, inahitaji mijitu yenye nguvu, yenye kuuteka. Ukiwa weak, when you are weak, you cannot conquer the kingdom of God. Ukiwa dhaifu hauwezi kupewa mandate katika ufalme wa Mungu. Lazima uwe na nguvu, lazima uwe violent, lazima uwe na manguvu ya kuweza kuteka ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu alipowatazama hawa jamaa akaona wako kwenye comfort zone. Tokea wameenda Misri hawajawahi kupigana vita, hawajawahi kufanyishwa mazoezi ya kupigana vita. Hawa nikiwapeleka kwenye njia ya Wafilisti, wakiwaona tu wale Wafilisti, aidha wanaweza wakakimbia hata kabla hawajakabiliana na vita, kwa sababu yamkini hawajawahi hata kuona mitutu ya bunduki au mikuki au silaha za vita za wakati huo. Kwa hiyo kama nikiwapeleka hawa kwa Wamisri, kwa Wafilisti, hawa watakimbia, hawa watarudi Misri ndikoatoa. Na lengo langu mimi nataka niwafundishe kwamba ili waweze kupanda daraja lazima wavuke madarasa ya kujifunza. Nataka nikwambie, ilimgharimu Daudi kukaa msituni kwa muda wa kutosha kabla ya kuja kuwa exposed kwa mfalme. Ni kwa sababu alikuwa anajifunza mbinu mbalimbali, alikuwa anaongeza misuli na stamina ya kuweza kuwa na nguvu wakati wa kumiliki kwake, wakati wa kutawala. Na I tell you, kama Daudi asingekaa kule msituni akapata experience kwa mazoezi ya dubu na simba akapigana nao, hakuwa na uwezo wa kuja kuwa mtawala, hakuwa na uwezo wa kumuua Goliati. Hii ndio sababu iliyomfanya Mungu akaamua kuwapitisha wana wa Israeli wasiwaingize kwenye jaribio la shortcut, kwa sababu alijua hawa nikiwapeleka huko hawana experience ya vita. Okay, sababu ya kwanza ni lack of experience. Kama hauna experience, kama hauja experience mambo kwa kiwango cha kutosha, that means hauna stamina, hauna shuhuda ndani yako za kuweza kusimulia ukuu wa Mungu unapokutana na maadui. Kwa hiyo hauna qualification za kuwa entrusted kitu cha kimungu ndani yako. Lazima uwe na shuhuda. Biblia inasema wakamshinda wakamshinda kwa neno la ushuhuda. Yani you must have testimony. Lazima uwe na ushuhuda unaokupa evidence kwamba what you are carrying is genuine. You must have the evidence based testimony. David alikuwa na ushuhuda alipoenda alipomapproach Goliath. Alipomsogelea Goliath, he had a testimony of what God was doing when he was in the bush. When he was back in the bush, he had the testimony. Kwa hiyo ule ushuhuda ndio ambao unampa Daudi ile authenticity ya kuweza kumface Goliath. Hawa hawakuwa na ushuhuda kwa sababu they had no experience. Ushuhuda unazaliwa kwenye experience. The more you do practice and rehearsal, the more you be experienced, you become experienced, na ndipo unakuwa na nguvu sasa za kuweza kupambana na mwenye nguvu, if umegenerate power. Lakini jambo la pili, hawa watu walikuwa kwenye comfort zone kwa muda wa kutosha, na moja ya kitu ambacho kinamfanya Mungu asikuruhusu kutoka ni kwa sababu una hofu, unaogopa. Ukitoka out of your comfort zone ni kama vile maisha yako yataishia pale. Unahisi kama ukitoka kwenye comfort zone uliopo sasa hivi ni kama vile maisha yatakuwa magumu sana. Na kuna watu mpaka wanasema, Mungu naomba usiniite kwa sababu najua watumishi wao na maisha magumu. Nataka nikwambie, kama hautaamua kutoka kwenye comfort zone uliopo, no way God can trust you with bigger things, with big missions. Watu ambao Mungu huwa anawaentrust na big mission ni wale ambao
wanakubali kuishi nje ya comfort zone, wanakubali kufikiri nje ya box, wanakubali kupambana kwa silaha ambazo hakuna mtu pengine ameshawahi kupambana nazo. They are just getting the ideas na wanaanza kufanya kupitia hizo ideas. That is how God does. Ndio maana hawa watu wa kuwaruhusu watoke walikuwa kwenye comfort zone. Wao walikuwa pamoja na kwamba wamekaa utumwani Misri, lakini walikuwa wanaletewa chakula, wanaletewa maji ya kunywa, wanaletewa kila kitu. Mungu alipowaona akaona hawa ni weupe, hawana content hawa. Nikiwapeleka huku watakimbia vita hata kabla haijapiganwa. Ngoja niwapitishe kwenye njia ndefu ili wakajifunze. Niache kuwapitisha kwenye shortcut kwa sababu watakufa kabla hawajaanza kupigana. Sasa unawezekana unalilia mafanikio ya haraka, lakini nataka nikwambie it takes the rough road. Inatakiwa uchague rough road ili uweze kupata experience ya haraka. Rough road ni pamoja na kuutesa mwili, kumtafuta Mungu kuliko kawaida, kuwaza nje ya boksi kuliko kawaida, kuuchakaza mwili wako kwa maombi yasiyokuwa ya kawaida, ili kusudi uweze kupata experience haraka, ili Mungu akuachilie haraka. Unahitaji kujitesa kwa intentional torturing, intentional capacity building of yourself. When you intentionally build yourself, una qualify Mungu kuona kwamba he can trust you. Ziko njia mbili ambazo Mungu anaweza kuzitumia kumfanya mtu akaaminika. Njia ya kwanza ni Mungu kukupitisha kwenye majaribu ili aweze kukupima, kuona kama anaweza akakuamini. Kwa hiyo akikupitisha kwenye yale majaribu, ukifaulu kuyashinda majaribu, ndio Mungu anakuamini, anakupandisha grade au anakuongezea credit, anakuongezea nini? Tunasema anakuongezea access katika level ya juu zaidi. Anakuongezea cheo, anakupandisha cheo. Lakini njia ya pili itakayomfanya Mungu akuamini ni wewe kujipitisha kwenye majaribio. Is for you to start learning, kujifunza kushinda majaribu na changamoto. Ya kwanza ni Mungu mwenyewe anakupitisha, lakini ya pili ni wewe kujipitisha kwenye majaribio na experience the out of the box. Nataka nikwambie hii ni njia ambayo Mungu anaweza kuitumia pia kwa kuentrust. Kwa sababu gani? Kwa sababu inakutengenezea ushuhuda ambao Mungu akiangalia ushuhuda uliobeba anasema yes, I can trust this boy, I can trust this young man, I can trust this lady, kwa sababu ya nature ya mambo uliyoyabeba, kwa sababu ya experience ambayo umeipata kwa wewe kujiexpose kwenye new level of experiences. Nataka nikwambie sasa, utaniuliza kwamba najipelekaje kwenye majaribu. Sikiliza, Mungu uwaga ameweka Roho Mtakatifu ndani yetu. By the way, tuna Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sasa Roho Mtakatifu aliyoko ndani yetu ndiye anayeweza kutushauri kwamba okay, ukitaka wewe sasa ujipitishe kwenye majaribio, ujifanyishe mazoezi, ufanye kitu gani? Zoezi la kwanza ambalo ni rahisi zaidi ni kuupatia mwili wako mifungo ya kutosha. Mifungo ya kutosha. When you pray, you harnessing the spiritual energy. Unaanza kuharnest, unakusanya nguvu za kutosha za rohoni. Na mtu yoyote anayefunga, brother, kufunga haji Mungu akwambie ufunge. You should start doing it intentionally. Alafu Mungu aone nia yako ya ndani. Alafu Mungu aweke mikono yake kwako na kukubariki uendelee. Kwa sababu mwili siku zote haujawahi kukubali kufunga. Kwa hiyo you should start intentionally kumtafuta Mungu kwa kufunga na kuomba. Hiyo inafanya una harness nguvu za Mungu. Zile nguvu za Mungu zitaanza kufanya shuhuda za ajabu katika maisha yako, ambazo zile shuhuda sasa zitakufanya wewe uanze kufanya mambo makubwa sana. Yale mambo makubwa ndio Mungu huyatumia kama ushuhuda wa kuona kwamba you are qualified. You are qualified. Sasa usinielewe vibaya. Sisi hatujiqualify wenyewe. Mungu ndiye anayetutosheleza. Lakini tuna room sisi ya kujifanyisha mazoezi kwa kufanya mambo yasiyokuwa ya kawaida. Kwa kuexperience the rough road, kwa kujiexpose kwenye rough road ili tu tupate experience ya kuweza kupambana na ndugu. Kwani Daudi alipokuja kupakwa mafuta na Sauli, na yule mtumishi wa Mungu Elisha, alipopakwa mafuta ya ufalme na akarudi kule kuchunga, do you think alipelekwa na Mungu kuchunga au alijipeleka mwenyewe? This is to tell you kwamba kuna baadhi ya experience wewe unatakiwa kutafuta, kuteki efforts kuzitafuta. Experience nyingine zinatengenezwa kwa kusoma sana neno la Mungu,
kwa kufunga sana, kwa kusoma vitabu vingi, kwa kujinyima usingizi, kwa kukesha, kwa kumtafuta Mungu kwa bidii. Biblia inasema anitafutaye kwa bidii ataniona. Kwa hiyo ishu ya kumtafuta Mungu kwa bidii ni ya kwako, sio ya Mungu. Kwa hiyo bidii ya kumtafuta Mungu ndio itakayo kumfanya Mungu akuthibitishe kwa haraka. Unatafuta kuthibitishwa na Mungu kwa haraka kupitia bidii yako. Njia ya kwanza, Mungu yeye anaweza kaamua akasema, sasa nataka huyu ni mtesti nione kama anafaa kuwa mtumishi wako. Lakini njia ya pili ni bidii yako katika kumtafuta Mungu kwa bidii. Utamuona Mungu. Ukimwona Mungu hawezi kukuacha vile ulivyo. Lazima atakuachia mark itakayo kutambulisha duniani kote kwamba huyu ni mtu wa Mungu, huyu amemwona Mungu, katika jina la Yesu. Litaendelea hili somo katika sehemu ya pili, usikose. Unaweza kusubscribe hii channel. Mungu atakubariki sana. Unaweza kunitafuta kwa namba ya simu 0621 029 725. Nataka nikwambie kitu cha mwisho. Usidhani Mungu ana hasara kukupitisha wewe katika njia ndefu. Hana hasara. Na by the way, kama bado huja qualify, utarudia hilo darasa mpaka uqualify. Narudia tena. Mungu hana hasara kukupitisha katika njia ndefu. Yaani kama wewe haujafika level ya kujirealize na kuelewa kwamba wewe ni nani, unatakiwa kufanya nini, Mungu atakupitisha kwenye njia hiyo ndefu. Tena atakulinda ukiwa huko kwenye njia ndefu mpaka uipate, mpaka uje ujirealize, mpaka uje uelewe kwamba muda wa kukaa kwenye njia ndefu umepita. Unatakiwa kurudi kwenye shortcut ili kusudi uweze kufika kwenye hatima yako. Ukisoma kitabu cha Kutoka 13 mstari wa 21, the Bible says, Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo ili awaongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo ili kuwapa nuru, wapate kusafiri mchana na usiku. Ile nguzo ya wingu haikuondoka mchana, wala ile nguzo ya moto haikuondoka usiku mbele ya hawa watu. Sasa hawa watu amewapitisha kwenye njia ndefu, lakini hiyo njia ndefu na yuko ili awalinde. Wanapopita kwenye hiyo njia ndefu, wana uwepo wa Mungu, wanaenda pamoja na kwamba ni njia ndefu, lakini kulikuwa na option ambayo wangeweza kupita kwenye shortcut ya Wamisri, ya Wafilisti. Japokuwa tu hiyo shortcut ilikuwa na nini? Ilikuwa na vita. Kwa hiyo kama wangeweza kushinda vita, wangekuwa na experience ya kushinda vita, Mungu angewapitisha kwenye njia ya Wafilisti ili wapigane vita, washinde na wafike kwenye hatima yao. Lakini kwa sababu walikuwa ni wajinga, hawa ni kama mabroila, yani yako reberebe sana, Mungu akasema hawa watapigwa, ngoja niwapitishe njia ndefu. Kwa hiyo sababu Mungu anakupitisha kwenye njia ndefu ni kwa sababu hauna experience, ni kwa sababu unaogopa kutoka out of the box. Wewe unaogopa kutoka nje ya comfort zone yako, lakini kwa sababu hauna nguvu za kiroho za kuweza kupambana na hiyo mission ambayo Mungu anatamani kuiweka ndani yako. Kwa hiyo ili uweze kuwa qualified kuweza kutoka duniani, hakikisha kwamba Mungu anahakikisha kwamba umeiva. Ili uive, unaweza ukaamua mwenyewe kuanza intentionally kuanza kujipika mpaka uive, au kusubiri Mungu akupike. Ukisema usubiri Mungu akupike, unaweza kuona na kuonea. Ila ukianza kujipika mwenyewe na Mungu akakusaidia, unajenga stamina, unajenga misuri, Mungu atakuruhusu, utatoka duniani katika jina la Yesu. Siku yako imebarikiwa. Mungu akubariki sana. Ukihitaji kusapoti huduma hii, namba ya simu ni 0621 029 725. Mungu akubariki sana. Amen.